lililosema kwamba watu wakiwa na maoni, mawazo tofauti waondoke kwenye chama. Hayo ni mawazo ya madikteta. Dikteta pekee ndiye anayetaka kile anachokisimamia asipingwe, asihojiwe, asiulizwe. Kwa hakuna maagizo kwa mujibu wa katiba yetu. Na hakuna mtu anayepinga misimamo ya chama. Hata wakati wa maridhiano nimewakumbusha, watu wanakuwa na mawazo, fikra tofauti kila siku, jinsi ya kulifanya jambo liwe zuri zaidi. Sarungi ana maslahi binafsi ndani ya Chadema. Maslahi gani? Hili swali mngemuuliza Sarungi, angeweza kulijibu vizuri zaidi. Atuambie. Na viongozi wetu watuambie. Na nitatumia mfano wa aliyekuwa naibu wa rais wa Kenya Bwana Gachagua. Gachagua aliwahi kuhoji akasema serikali ya Kenya ni ya shareholder. Maria Sarungi ana share ndani ya Chadema. Yeye anakiri kwamba sio mwanachama wa Chadema. Tunafahamu ni mwanachama wa CCM. Lakini leo hii nguvu yake ya kuhoji mpaka maamuzi ya katibu mkuu wa chama anatoa wapi? Ana share ngapi katika uongozi wa chama hiki? Ukiangalia anavyoandika huko mtandaoni, nikaona kwamba yeye yuko hata juu ya vikao vya Chadema. Viongozi wakikubali kuendeshwa kutokea mbali, chama hiki kitayumba na kitapotea. Kwa hiyo Maria Sarungi kama anataka aweze kuja atoe maoni yake kwa uhalali, ajiunge na Chadema, hajazuiliwa. Lakini yeye ndio wale niliosema pressure group zinakuwa na mambo mahususi wakati mahususi. Hataki kujiunga Chadema, lakini anataka yeye akisema Chadema imtii na imsikilize. Hatuwezi kuendesha chama cha namna hiyo. Nilishiriki mchakato wa kuandaa document mpaka inapitishwa. Ulichukua hatua gani katika kurekebisha jambo hili? Ndio maana nimesema hakuna popote kwenye nyaraka za chama hiki palipoandikwa no reform no election ni kuzuia au kususia uchaguzi. Bali dhana ya no reform no election ilikuwa na lengo la kuunganisha nguvu za kudai mabadiliko. Wadau, na nilisema wako wadau wamerudi nyuma baada ya kuingiza dhana ya kuzuia uchaguzi. Wanajua taasisi zao zimesajiliwa kwa mujibu wa sheria. Watakapojiingiza kutaka kuzuia uchaguzi, wanajua wataathirika na taasisi zao, ndio maana wamerudi nyuma. Kwa hiyo sisi wakati nyaraka inaandikwa, dhana ya kuzuia uchaguzi haijawahi kuwa kwenye nyaraka zetu. Na kama ipo, huyo mtu ailete hadharani. Haipo. Tone na wanachama milioni 10 wako wapi kwenye kuchangia Tone? Kwa nini hawachangii? Nimesema pale mwanzo, watu wanachangia wakiwa na sababu ya kuchangia. Kwa nini mimi mwanachama wa Chadema nichangie Chadema ambayo haiendi kushiriki uchaguzi ili nikomboe kwenye matatizo yangu kwenye kata yangu, kwenye jimbo langu? Haiendi kushiriki uchaguzi ili ishinde dola. Kwa nini niendelee kuchangia wakati